إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Katika darsa za hadithi kwenye kitabu Riyadhus Salihin tunaishi katika mlango wa 19, babu man sanna fi islami sunnatan hasanatan au sayyi'a. Kuhusiana na mlango wenye maudhu, yule mwenye kusunisha au mwenye kuanzisha ndani ya Uislamu mwenendo ulio mzuri au mwenendo muovu. Na tukaisoma hadithi ya kwanza katika mlango huu. Leo hii inshallah tutaendelea na hadithi ya pili. Hadithi ya pili, وعن ابن مسعود رضي الله عنه، وكتكان عبد الله بن مسعود من يزم وميراث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقام من جنب من يزم ومسيما ليس من نفس تقتل، hakuna katika nafsi yoyote ambayo itauawa dhulman, itauawa kwa njia ya dhulma. Laisa min nafsin tuqtalu dhulman, hakuna katika nafsi yoyote ambayo itauawa kwa njia ya dhulma. Dhulman ay bi ghairi haqqin, dhulma kuuawa nafsi kwa dhulma, yani imeuawa bila ya haki ya kuuliwa. Maana kuna nafsi zina haki ya kuuliwa, haikudhulumiwa. Nafsi ikiua iuliwe, sheria ya Mungu ndivyo inavyosema, anna nafsa bin nafs. Au mzinifu ambaye ameshawahi kuoa au kuolewa, ni haki yake kuuawa. Ndio sheria ilivyo. Hapo ikiuawa nafsi haikudhulumiwa. Na kutokana na kitendo cha zinaa vinaingia vitendo vyote mpaka liwaku vile vile. Hadithi ya Mtume inashuhudia hayo: idha wajadtum man amila amala qaum Lut, mkiwakamata watu rebehende wako kwenye kitendo, wanafanya kitendo kile walichoanzisha watu wa Nabii Lut, ya kuendeana kwa matamanio wanaume kwa wanaume,
fakutulu lfaila, muweni mtendaji, walmaf'ul, na yule anayefanya. Ikiwa ametumia hiari yake mwenyewe akaukataa ujana dume, akawa kila siku akiamka asubuhi anakipara kidevu chake, ndevu hata moja isionekane, na kupaka wanja na kutia lipstiki na kuvaa nguo za kike, huyu ni mtu wa kuuawa. Akiuawa hakudhulumiwa. Kwa hivyo laisa min nafsi, Mtume anasema hakuna katika nafsi yoyote tuktalu dhulman, ambayo itauawa kwa dhulma, yani bighairi haqi, illa kana ala ibn adam al-awwal, isipokuwa inakuwa kutokana na yule mtoto wa Adamu wa mwanzo, kiflun min damiha, anapata mzigo maalum wa dhambi inayomwagika kutokana na yoyote katika baadaye, kwa sababu yeye ndiye alianzisha jambo la kuua katika binadamu. Ilikuwa halijulikani dhambi hilo kubwa, na ni katika akbarul kabair, moja katika dhambi mikubwa wa qatlu nafsi allati harrama Allah qatlaha illa bilhaq, kuiua nafsi ambayo Mwenyezi Mungu ameharamisha nafsi hiyo kuuliwa ila kwa haki yake. Basi moja katika dhambi mikubwa ni kuua nafsi. Na aliposema illa kana min adam al-awwal, hapana shaka isipokuwa kwa yule mwanadamu wa mwanzo, wa huwa al-musharu ilayhi biqawlihi ta'ala, na huyu mwanadamu wa mwanzo huyu tunamzungumza hapa ndiye yule aloashiriwa kwa kauli ya Mwenyezi Mungu mtukufu iliyokuja katika suratul Maida, watlu alayhim naba abnai adama bilhaq, na wasomee Muhammadi umati wako habari ya watoto wawili wa Nabii Adam kwa kisa cha kweli. idh qarraba qurbanan, kumbuka walipokurubisha sadaka zao wawili hawa, fatukubila min ahadihima, basi ikakubaliwa ya mmoja wao, wala yutaqabbal min al-akhari, na wala isikubaliwe ya yule mwingine. Aliyekuwa hakubaliwa sadaka yake, pale shetani alimzai, akafanya ghadhabu, akafanya chuki, akafanya husda, akaona choyo. Qala la aqtulannaka, akamwambia mwenzake ambaye sadaka yake imekubaliwa, akamwambia naapa kwa nitakuua mimi. Ndio kuyisifu, ndio mchamgu, ndio hivi na hivi, mimi nitakulia mali. Qala, yule ambaye sadaka yake ilikubaliwa akamnasihi nduguye, akamwambia innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, kwa hakika anakubali Mwenyezi Mungu katika vitendo vya wachaji Mwenyezi Mungu. Ukitaka na wewe ukubaliwe ibada yako, iingize katika kundi la wale wanaomcha Mwenyezi Mungu, itakubaliwa. Sikutumia hodari mimi wa pesa wala nini, ni kwamba Mwenyezi Mungu amekubali kwa sababu ya ucha Mungu. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Na kisha akazidi kumnasihi na kumwambia, la imbasatta ilayya yadaka litakutulani, ikiwa ndugu yangu utanyoosha mkono wako ili uniue, fa ana bibasitin yadi liakutulak, mimi siko tayari kunyoosha mkono wangu nikuue wewe. Ma ana bibasitin yadi liakutulak inni akhafu Allah rabbal alamin, hakika mimi ninamwogopa Mwenyezi Mungu mola wa viumbe vyote. Isitoshe, inni uridu, mimi kwa kuacha kukuua, ikiwa wewe ni mimi, inni uridu, mimi nitakuwa hapo ninataka antabua, wewe ubebe biismi, dhambi zangu mimi, wa ismika, na dhambi zako wewe, fatakuna min ashabin nari, basi wewe utakuwa moja kwa moja ni watu wa moto. Wadhalika jazaa'ul kafirin, na hicho ndio kilipo cha makafiri au dhalimin, au kama qala subhanahu wa ta'ala, na hicho ndio kilipo cha makafiri. Pamoja na wasia wote huu, tatawwa'at
له نفسه قتل أخيه. huyu mtu mmoja katika wana wa Adamu ikamlazimisha nafsi yake kumuua nduguye, faqatalahu, basi akamuua, faasbaha min alkhasirina, akawa ni miongoni mwa waliokula hasara. Hii au hiki ndicho kisa kilichotaja habari ya mauaji ya mwanzo kwa wana wa Adamu. Mtume anasema, Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, ma laisa min nafsi, hakuna katika nafsi yoyote tukutalu dhulman, ambayo itauawa kwa njia ya dhulma, illa kana ala ibni adam al-awwal, isipokuwa inakuwa kwa yule mtoto wa Adamu wa mwanzo kiflun, ana mzigo wake wa madhambi maalum, iko sehemu maalum anapata hivi min damiha, kutokana na damu yake, kwa sababu yeye ndiye alianzisha tendo ovu hili. Lilikuwa julikana, huo ni mlango man sanna fil islam sunnatan hasanatan au sayyi'ah, yule mwenye kuanzisha ndani ya Uislamu mwenendo muovu au mwenendo mzuri, basi mwenye kuanzisha mwenendo mzuri huwa anapata ujira yeye, na ujira wa yoyote atakaotekeleza au kunufaika na mwenendo ule, bila ya kupungua ujira wao kwa chochote kile. Na vile vile atakayeanzisha mwenendo mbaya anapata mzigo wa madhambi wake yeye kwa kuanzisha uovu ule, na vile vile kila atakayepita katika njia ile yeye ana sehemu yake maalum anaipata. Liannahu, atapata mzigo huu wa madhambi ya damu yake kwa sababu yeye kana awwala, amekuwa ndiye wa mwanzo, man sanna al-qatla, aliyesunisha mwendo wa mauaji. Alhadithu muttafaqun alayhi, hadithi imewafikiwa juu yake na maimamu wawili, Bukhari na Muslim. Na hili neno kiflun, hazzun, anapata sehemu, wa nasibu, na fungu maalum la dhambi hiyo. Wa fil misbahi, na katika kitabu Misbahi, al-kiflu limefasiriwa adhifu min al-ajri au al-ithmi, ni nyongeza ya malipo kwa jambo mema, kwa jambo jema, au ni mzigo wa madhambi kwa jambo baya, ndio kiflu. Na aliposema annahu awwala man sanna, kwa sababu yeye ndiye mwanzo aliosunisha mwendo huo, ai qatlu li awwali marratin, yeye ndo aloanzisha tendo la kuua kwa mara ya mwanzo kabisa. Madha yufidu alhadith, hadithi hii inafidisha jambo gani? Hadithi hii inafidisha anna almusabbib, ya kwamba yule mwenye kusababisha jambo fi'li, katika kitendo, walmushajji'u alayhi, au akashajiisha kitendo japo kwa maneno, amesababisha kwa kutenda tendo, kaanzisha kafanya, watu wakaona kaiga, au ameshajiisha jambo kwa kutumia kauli yake, akawashajiisha watu kufanya mema kwa kauli yake, au akawashajiisha watu kufanya ubaya kwa kauli yake. Walmuntabihu ilayhi, na yule aliozindusha watu walikuwa wamelala, mpaka alipokuja yeye akashajiisha ule wema, ndio watu wakapata nguvu ya kufanya, au ulikuwa uovu, jambo kuwa mwanzo ulikuwa uovu lakini ikawa wamepia pia, akaja kwa mtendeni mara mbili. Walmuntabihu ilayhi, yakunu, huyu anakuwa mutasawiyan lilmubashir, yuko sawa kama kwamba yeye ametenda. Mutasawiyan lahu, anakuwa yeye yuko sawa lilmubashir lahu, kwa yule ambaye ametenda tendo lile, japokuwa hakufanya yeye lakini amekuwa sawa na aliyefanya. Fima yadriba alayhi, katika yale ambayo yataleta juu yake, min ajrin, ikiwa jambo jema litaleta malipo, au iqabin, au ikiwa jambo baya litaleta mateso, basi yeye yuko sawa na atakayofanya bayo. Wa rubbama, na huenda wakati mwingine,
kanat mas'uliyatuhu, yakawa masulia yake huyo alioanzisha japokuwa kutenda, mudhaafatan, kwake yeye akaongeza zaidi kuliko wale wafanyaji. Huenda ikawa masulia yake yeye kutokana na jambo jingine lilipokuwa jema au lilipokuwa ovu, ni kwamba kafuisha mwendo wa mtume. Mwendo wa mtume ulikuwa umelala, akausuhisha, watu wakatekeleza, na uzushi wote ukafikia mbali kwa sababu ya mdomo wake labda. Basi yeye huenda akawa anapata zaidi kuliko wale watendaji, maana sababu ya kutenda jambo lile ni yeye. Imekuwa amesababisha jambo, na uovu ndio vile vile. Uovu ulikojulikane, yeye atenda kausababisha, basi huenda masulia yake yeye yakawa ni nyongeza zaidi kuliko wale watendaji. Baada ya kumaliza mlango wa 19 ambao ulikuwa na hadithi mbili tu, ya kwanza na ya pili, kuhusu babu man sanna fil islami sunnatan hasanatan au sayyi'ah. Sasa tunaendelea insha Allah na mlango nambari 20. Tokea tumeanza kitabu hiki Riyadhus Salihin, hivi sasa tuko katika mlango wa 20. Mlango huu utakuwa unatoa habari babu ad-dalalati ala khair, mlango juu ya kujulisha kwenye khairi. Sana khairi pekee yake, ule uliokwisha ulikuwa man sanna, yule ambaye kaanzisha mwenendo mzuri au mbaya. Sasa babu dalalati ala alkhair, mlango huu sasa ni wa kujulisha khairi tu. Nini inakuwa mtu anatoa dalili ya khairi? Wadua ila huda au dalalati, na halafu itaingia vile vile kipekee na kuitia wito wa uongofu au kama kaita wito wa upotofu. Ni kama mlango tuliokuwa nyuma, tofauti kidogo sana baina ya mansanna na hii ad-dalala. Yule kasunisha jambo, huyo sasa katoa dalili, katoa ishara, kajulisha kwamba labda amempa mtu elimu, kumsomesha au kumuongoza njia. Qala ta'ala, kama kawaida Imam an-Nawawi anaweka ma tayassara min ayati llahi al-bayyina, kila anapofungua mlango aghlabu anaweka ushahidi kwa aya za Qur'an al-Karim. Mwenyezi Mungu amesema wad'u ila rabbik. Hii ni kitabu anampa mtume wake, lakini imemhusu kila Muislamu. Katika maisha yako Muislamu, usijiachie katika ovyo. Una tendo lolote la kukupatia safari kwa kiyama, tuko hapa ita kuelekea kwa Mola wako. Hakikisha katika maisha yako umemwita mtu kwenye uongofu japo mmoja, kwa sababu huko mbele tutaiona kauli ya mtume isemayo, wallahi kukuongolea wewe Muislamu mtu mmoja, Mwenyezi Mungu kama atasababisha au atakuwafikisha akuongolee mtu mmoja, umekitaini umsomesha mtu kaongoka, basi kwako wewe ni bora zaidi kuliko kupanda jamia jekundu. Jekuta mbele tunakuwa hivi. Ina maana hujafanya kazi yoyote, basi mtu mmoja umempeleka kwenye njia ya kweli. Ima umemsomesha Qur'an al-Karim, ikawa sasa umemtoa gizani, anatamka maneno ya Mwenyezi Mungu sawa sawa kiasi ambacho anapata thawabu sasa badala ya kulaaniwa na Qur'an. Ukamfanya anaisomesha Qur'an kwa ahkamu zake na anajua maana yake tayassara, japokuwa tafsiri ndogo ndogo neno kwa neno inampatia faida maskini bila Mola wake. Basi wewe kuongolea Mwenyezi Mungu mtu mmoja, huyo ni bora kuliko mali nyingi sana hapa duniani. Sahihi. Wad'u ila rabbik, Mwenyezi Mungu anasema ita kuelekea kwa Mola wako katika dunia hii. Mwite mtu kwa Mwenyezi Mungu, usimfukuze mtu kwa Mwenyezi Mungu. Kuna watu wanamfukuza mtu kwa Mwenyezi Mungu kwa kumshadidia afanye mambo ya uzushi, wanazidi kumfukuza kwa Mwenyezi Mungu azikose rehema zake. Maana ukileta mambo ya uzushi katika dini, nini maana yake? Baada ya Mwenyezi Mungu kukamilisha al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati
ورضيت لكم الإسلام دينا ukimshajiisha mtu kufanya mambo ya uzushi ya bid'a ina maana unamtoa kabisa katika mapenzi ya Mungu ita waite watu kwa Mungu wama ahsanu qawla na katika aya nyingine imekuja na nani aliye mzuri wa kauli nani duniani aliyesema neno bora mimman kuliko yule daa ila Allah aliyeita watu kwa Mwenyezi Mungu wa amila salihan na yeye mwenyewe akatenda mema wakala na akajitangazia waziwazi innani minal muslimin hakika mimi ni miongoni mwa wanyenyekevu waliosalim amri kwa Mwenyezi Mungu mimi ni Muislamu. Unadhani nani aliyetamka neno bora kinywani mwake kuliko daraja kubwa sana hiyo ud'u ila rabbik itawat kuelekea kwa Mola wako wakala taala akasema tena Mwenyezi Mungu vile ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana itawatu kuelekea katika njia ya Mola wako kwa mara nyingine mkuja kwa kutubu zaidi kwanza watu ila rabbika ud'u ila sabili itawatu kuelekea kwenye njia rabbika ya Mola wako waite kama unavyoweza tumia hikma yoyote Mwenyezi Mungu aliyekupa tumia saikolojia yoyote Mwenyezi Mungu aliyokupa kwenye akili yako bil hikmati tumia hikma namna kwa namna muingie mtu kwa vile unahisi kwamba huyu anaingiwa kwa namna kadha ukihisi kwamba huyu utamuingia kwa Qur'an na hadithi muingie kwa Qur'an na hadithi umtoe katika mshimo na ukimwona yuko mbali na Qur'an na hadithi basi muingie kwa vile alivyo yeye mpe mifano ile anayoifahamu yeye na Mwenyezi Mungu ametuonyesha kwenye Qur'ani anapiga mfano kutokana na hali ya watu ilivyo akiuona mfano huu hautowapatia faida wale ambao si wasomi wanaojua astronomy atapiga mfano kwa ukulima kwenye ardhi mara nyingine atapiga mfano baharini kwa wavuvi mara nyingine atapiga mfano kwa watu wenye namna kadhaa alibali kila mmoja atamuendea kwa namna yake kama Mwenyezi Mungu atapiga mfano mmoja tu kila namna mfano walaqad darabna fi hadha alquran lin-nas min kulli mathalin tumepiga ndani ya Qur'ani hii kwa ajili ya watu namna kwa namna ya mifano ili asiyefahamu hivi afahamu hivi bali ud'u ila sabili rabbika itakuelekea katika njia ya Mola wako bil hikmati kwa kutumia hikma kubwa mno wal mau'izati al hasana na mawaidha mema wakala taala na pia Mwenyezi Mungu amesema tena vile vile wa ta'awanu 'ala al-birri na daima waislamu saidianeni katika mambo mema watakwa na mambo ya kumcha Mwenyezi Mungu aya imeendelea hii wala ta'awanu bil ithmi wal udwani na wala msaidiane katika mambo ya madhambi na uadui Mwenyezi Mungu hataki watu kuishi kwa kutukiana kwa kufanyana uadui kuchuma madhambi anataka wale muamini yeye wasaidiane katika mazuri na unapomtoa mtu kwenye giza la ujinga ndio unamsaidia katika mazuri hivyo hapa utaona huu mtiririko wa aya za Qur'ani aliyoweka Imam Nawawi kufungulia mlango huu ni mtiririko unaomhimiza Muislamu asome dini yake vizuri akisoma amekosa darasa kubwa ya msikitini awe nayo japokuwa nyumbani kwake basi alau kwa mkewe na wanao si kama watu wote watakuwa sawa sawa kila mmoja Mwenyezi Mungu atampa kiasi cha maarifa yake na elimu yake na uwezo wake kama unavyoona ardhi yenye rutuba inatoa mazao mazuri mimea mizuri والذي خبث لا يخرج الا نكدا na ardhi ilikuwa mbaya kavu ya ukame haitoi kitu kwa hilo kidogo tu na binadamu wako namna kama hiyo katika nyoyo zao na akili zao wako wengine rutuba zao nzuri sana katika nyoyo na akili na kuna wengine haijambo kidogo na kuna wengine wako katika hali kidogo ngumu ya fahamu kwa hivyo mtu kama atakosa kuweka darasa kubwa ya msikitini basi angalau kijirasa kidogo nyumbani kwake anacho kwa ajili ya watu wake ndani ya nyumba kwani yeye amekuwa mashughuli kwa watu wale sio mashughuli kwa chakula tu na nguo tu na kwa kulala tu la atakuwa mashughuli kwa elimu yao vile vile
maarifa yao ya kumtambua Mwenyezi Mungu vile vile, ibada zao vile vile. Yeye ataulizwa, kwa nini hawa vizazi vyako wamekuja bila Mwenyezi Mungu huko akhera, hawana wanachokijua, hawana swala, hawana saumu, chochote? Kwa nini? Na wewe ulikuwa uishi madarasani na kwa kitako kama si msomaji, msikilizaji. Sasa mbona huko vizazi vimekuja na kama hii? Yeye masuli mtu. Kwa hivyo tabia ya watu kwenda kusoma madarasani, misikitini, halafu nyumbani mkaacha kiza, ni tabia ya hatari. Mtu akiapa kwamba ataiondosha tabia hiyo, asijatosheka kwamba yeye anasali nyumbani watu hawafanye ibada, na ikawa mabsuti, inni usalli wala ubali bihi, madhal nasalimie mwenyewe basi sijali habari zao. Itakuja kwa kazi kuwa siku zote wataawan, saidiani mwenzako mjinga, msaidie. Kusaidiana sio kumfika mtu mzigo tu kichwani kwake kwa sababu hauwezi. Kusaidiana katika mema sio kumpa mtu pesa kwamba kwa maskini hayawezi maisha. Kusaidiana vile vile ni kumsaidia mtu kumtoa ujingani ukamweka katika ilmu. Ibada zake zinamharibikia, anaabudu ndivyo sivyo, haijui rukuu wala sijida, msaidie. Akisali hana maarifa hata ya kitara mbele yake, anajisimamia popote pale msikitini, hakuna kitu cha kumzingia mbele yake, msaidie. Mwambie sio sunna ya Mtume hiyo. Mtume kafundisha mtu anaposwali hata ndani ya msikiti, simama nyuma ya ukuta kiambaza kiko mbele yako na usiweke masafa marefu kabisa. Msaidie mtu, mwambie hivyo. Jaalia dhirakatu tu baina uliposimama wewe na ukuta ulipo, na pale utakaposujudu na ukuta ulipo, jaalia kama nafasi ya kupita mnyama tu kama mbuzi hivi, kondoo basi. Usisimame popote ukaacha mwanya mrefu, shetani anaifisiri sala yako, ibada inaharibika. Na ukiwa huko nje majangwani, shambani, kondeni, huna cha kukiweka, basi mwisho wake chomeka miti, chomeka mkoba wako mbele, weka mkoba mbele, alimradi japokuwa mchanga ukusanye hivi ukaishungi kubwa, swali nyuma mchanga ule. Ndivyo Mwenyezi Mungu alivyomtuma mtume wake awafundishe watu namna ya kuabudu hili. Ataona mtu kwamba anatosha pesa kiadharau, ibada imepizidika, sasa msaidie mtu kumfundisha ibada yake ili ipate sawa sawa. Ukimsaidia mtu hapo ndio umemsaidia pakubwa kuliko kumpa pesa, kuliko kumtuka mzigo. Kumsaidia mtu akamtambua Mola wake namna ya kumwabudu, ama kwa hakika umemsaidia sana. Wakala Taala, na pia Mwenyezi Mungu amesema waltakun minkum, na lazima wapatikane miongoni mwenu Waislamu ummatun, watu ambao watakuwa ni viongozi. Wasio watu wote wako sawa sawa, wao wataka siku zote waongozwe tu. Eti miongoni mwa Waislamu wapatikane maamiri, maimamu, waalimu, wanavyuoni, mashekhi. Waltakum minkum, na lazima wapatikane miongoni mwenu Waislamu ummatun, watu ambao ni viongozi. Tena kuongoza kwenyewe, yaduuna ila alkhairi, wanaongoza wenzao katika mazuri, wanaongoza wenzao katika mema. Hii ni amri ya Mwenyezi Mungu, lazima wawepo. Akiukosa mtu uongozi wa jumla jamala katika nchi yake, basi aongoze mtu ndani ya nyumba yake, yeye ndio mwenye mamlaka mle. Isiyo uongozi wenyewe anaongoza kwa vyakula vingi, viteweo vingi, hata kama TV, hapana. Aongoze vile vile katika mazuri, na katika mazuri ni kuwafahamisha watu wake kumjua Mola wao, ni kuwafahamisha ibada zao. Waltakun, na lazima wawepo minkum, kati yenu Waislamu, ummatun, viongozi, yaduuna ila alkhairi, watakaokuwa wanaita watu kwenye mema. Aya hii inaendelea, wayaamuruna bil ma'rufi, na wakawa wanaamrisha wema, wayanhauna 'anil munkari, na kukataza mabaya. Hao pekee yao ndio waliofaulu, wa ulaika humul muflihun, hao tu ndio waliosalimika. Wal 'asri, na hapa zama la asri, innal insana lafi khusri, hakika mwanadamu yoyote ile jinsi ya mwanadamu yumo katika hasara, yumo kwenye kuharibikiwa. Illa alladhina amanu wa 'amilu salihati, isipokuwa wale ambao wameamini. Sasa tunaingia kwenye hadithi katika mlango huu, babu ad-dalalati 'ala al-khair,
والدعاء إلى هدى أو ضلالة. حديث يقول عن أبي مسعود عتبة بن عمرو، nakutokana na sahaba bwana Abi Mas'udi, baba yake Mas'ud ambaye anaitwa Uqba ibn Amr al-Ansari, katika wakazi wa Madina, al-Badri, alihudhuria vita vya Badri jamani, radiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu amwiradhi. Qala, anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume kasema, man dalla ala khairin, mtu ambaye ameijulisha juu ya kheri, falahu mithlu ajri fa'ilihi, anapata yeye ujira mfano wa mwenye kutenda kheri ile yule aliyojulisha. Kheri yote, hususan kumtambulisha mtu Mola wake, hususan kumtambulisha mtu ibada yake, katika kazi inayoweza kumpatia Muislamu malipo ya ajabu, akajikuta yu mfalme sana mbele ya Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama. Atastaajabu nini kafanya mtu mpaka atapewa mtakatifu kama hivi. Ni umma kuutoa kwenye giza la shirka, ni umma wa Kiislamu kuutoa kwenye giza la kila aina ya uongo, ikawa unawatambulisha mambo kwa sababu yako wewe. Umma ikawa umenyookewa, unamtambua Mola wao, unatambua ibada zao, anapo hakika umma ule kadiri ya wingi wake, kila wakifanya kheri ile na mtu yeye anapata kilipo cha ajabu kabisa. Ana malipo yake mwenyewe mali ya kutenda kheri ile, ana malipo ya kule kufundisha, na halafu malipo ya kila mtendaji. Hata yule anapohudhuria darasani amepata kusikiliza ukanda tu, ukanda ule ukamnyoosha, ukanda ule ukamfanya yuko juu ya meza ya pombe mathalan, na wenzake wamekaa duara hivi, wanapapia vinywaji pale moto na baridi, tahamaki kikatiwa chuma kile, kwa hakika kikamfanya mtu pale aseme, mimi kuanzia leo ninavunja chupa hizi na mwisho wangu leo kulewa. Ina maana kasababisha mzungumzaji, kamfanya mtu avunje kwenye meza ya pombe, wenzake wamstajabia na hawaamini, wanamwambia muongo, na kwamba ikawa ndo dalili yake ile kwamba kaonyesha njia ya kheri moja kwa moja. Basi yule kila kheri atakayofanya mzungumzaji wake ndio anaopata zaidi, na huyo atakuwa ni mmoja. Je, kama atakuwa 100? Je, kama atakuwa 1000? Je, kama atakuwa 100,000? Je, kama atakuwa 1,000,000? Mtu atakuwa na utajiri kiasi gani? Yataka kila Muislamu atie azma katika moyo wake, asijiweke hivi simple kwamba anakwenda darasani basi kwa style hivi mkasikiliza hivi. Atie azma kwamba nijue kitu na mimi. Iko siku nimkamatie mtu kitabu, ningurume pahala, asipite mtu njiani pale ila ashtuke, hii bwana asema vile ile kuna nini undani, mbona mkali sana. Akijaribu kukaa siku ya kwanza nje, siku ya pili na kizingitini pale, na kizingitini ataona hapa hivi, nitakaa nyuma kule sionekane, nitajisikia na viambaza, maana itabidi pengine anaona haya yesi kwa humu hamtamiki humu, pengine katukana sana hapa pahala, pengine kama bughudhi sana. Matokeo yake siku nyingine anahisi kwamba anaonekana katikati ya msikiti kule nyuma kule backbench kule basi, halafu iko siku mstari wa mbele kabisa. Kwa hivyo azma atie mtu kwamba anataka na yeye apate haki hiyo, anataka ufalme huo. Na Mtume akasema wal ulamau, na wanavyuoni wa kweli wanaokusudia kusoma mambo ya kweli, wakafanya kazi ya kweli bila kumbania mtu au kumdanganya na kumpandia za upotofu. Wal ulamau, na wanavyuoni, warathatul anbiya, ni mawarithi wa mitume. Hawakurithi utume, wamerithi kazi ambazo wamefanya mitume. Unafikiri kazi kubwa gani nyingine duniani kuliko ile ambayo wamefanya mitume? Akrim bihim, utukufu ulioje kwa watu hao. Warithan wa mawrutha, kuanzia wenye kurithi na wale wenye kurithiwa. Fanya kazi hii Uislamu uone mambo yake makubwa mno. Ina taabu,
ni kazi ngumu, itakuachisha kazi zako zote za kidunia. Pengine una nafasi hata ya kufanya kazi kama vile kwenye biashara, kuna huko ni kazi ya kufunga kidogo, lakini kwa hakika matukufu yake Mwenyezi Mungu atakuonesha kabla ya kufika akhira. Hapa duniani atakuonyesha mimi sikopeshwi, atakuonyesha Mwenyezi Mungu kwamba hakopeshwi. Wewe unafanya nini? Wacheza kwenu, lazima kutunze Mwenyezi Mungu mcheza kwao, lazima kuonyeshe kazi unaifanya ni kazi namna gani. Wal ulama warathatul anbiya, muonyeshe mtu njia ya kheri, ukidhani Mwenyezi Mungu nini atakufanyia nawe vile. Hukumu wake ni kwamba madharaudiwa kama walipodharauliwa mitume, lakini hayo ni ya muda mfupi tu, yataondoka. Ustahimili kidogo tu, utatukanwa kama tutukana na manabii, na huenda baadhi ya mahala kukawa mpaka watu kukuingia maungoni, sasa kama walivyoingia maungoni mitume kwa mawe na kadhalika, na wengine kuuawa kabisa na kuuawa nabii. Kwa hivyo ni katika moja ya kazi ngumu mno, kwa sababu cheo chake ni kikubwa na vile vile mambo yake magumu vile. Lakini Muislamu akikosa huo uongozi mkubwa, basi angalau nyumbani kwake, pale mtaani kwake, majirani zake, angalau awe nacho kitu kidogo hivi. Kwa yule ambaye yuko ofisini hivi, anaweza kutengeneza da'wa ile kidogo mbili tatu, akawaachisha angalau watu kuzungumza mabaya, kusemana, akawafanya watu wafanye ibada. Ukipata swala, angalau watu akilizao kwamba sasa hivi napata kuswali, itakuwa na yeye kafanya kazi kubwa. Akaweza kuwaachisha watu angalau kuja pale tu mbele za watu uchi au nusu uchi, wakawa sababisha fujo. Basi mtu asidhani kwamba labda mpaka awe mwanachuoni mkubwa mwenye mantiki, cheti awe na bayani na swala kila kitu na dini. Kila mmoja ana nafasi yake Mwenyezi Mungu amempa, na amemwambia kullukum ra'i, nyote ni wachungaji, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, na nyote nyinyi kila mmoja wenu ni mwenye kuulizwa kutokana na kile ambacho ametunga. Kila mmoja kapewa dhamana. Kwa hivyo hadithi ya Mtume, man dalla ala khairin, yule ambaye amejulisha juu ya wema, falahu, anapata yeye mithlu ajri fa'ilihi, mfano wa ujira wa mtendaji wa kheri. Kila wakiwa wengi, basi mtu anakokoa kweli sababu zote. Anasema sababu alhadithi, sababu ya hadithi hii, kama rawa Muslim, kama vile alivyosimulia Imam Muslim, bi anna rajulan, kwamba mtu mmoja qala lin-nabii sallallahu alayhi wasallam, alisema kumwambia Mtume, ikmilni, nichukua mimi ya Rasulullah vitani ninapokwenda huko. Nataka kwenda, mimi sina sababu, sina mimi, sina passport na sina uwezo, lakini inaniuma kwamba Waislamu wanakwenda kupigania dini. Ule watatoa roho zao, watatoa macho yao, watatoa miguu yao, mikono yao na viungo vyao vingine, na mimi kwa nyumbani siwezi mchukue, sina mimi sababu za kufika huko. Qala, Mtume akamjibu, ma indi, nasikitika sana, sinacho mimi cha kukuchukulia wewe. Hizo ni siku zilikuwa ngumu mno. Waislamu hawana kitu, mambo yao yanakwenda kwa kutoa michango kama tulivyoona katika mlango uliopita. Sio kama Mtume akitoa michango kwa kuona maskini za Mungu amekuja mbele yake tu. Hata ikitokezea vita vya jihadi, basi anawaambia Waislamu, mwenye hivi alete. Kuna wamejitolea mnyama mzima, akatoa pale ambapo mnyama huyu. Kuna wanakuja pale na pesa au silaha, chakula. Basi kuna wengine maskini za Mungu wanakuja na tende kidogo hivi, piki moja hivi, ndio hicho nacho. Na hicho kuchukuliwa vitani, watu wakamumunya zidi kukomea tende, na kazi inaendelea. Huyo kaja, habari yake hata Mwenyezi Mungu ameizungumza kwenye Qur'ani. Anaondosha Mwenyezi Mungu madhambi na jukumu, anasema wala ala alladhina idha ma atauka litahmilahum, wala hakuna lawama juu ya wale ambao wanaokujia wewe Muhammad ili wachukue vitani.
qulta ukajibu wewe mwenyewe Muhammadi la ajidu ma ahmilukum alayhi, sinacho mimi kukuchukulieni kwenda. Wanyama wote ndio wachache waliopo na wamekuwa ukifaili, na huyu mnyama mmoja huyu farasi au nyumbu atapandiwa na watu 30 10 12 wanapokana zamu watu njiani. Farasi mmoja au nyumbu mmoja anapandiwa na watu 20 12 wanane wanapita kipokezana, mara wanapanda kwa wawili, wengine kwa miguu wanapita mtaka wanafuata, na wakati mwingine wanapita mahala mubaya na majabali yenye kujigana na majabali yenye kukata, wanakwenda kwa miguu watu. Halafu ikimaliza meli 10 15 hizo watajemka na panda wengine. Qulta uliwajibu Muhammadi la ajidu mimi sinacho ma ahmilukum alayhi, ya kukubebeni kwenda huko. Basi watu hao tawallau, walizungusha migongo yao kwa masikitiko makubwa, ndio hawawezi kupita, na wala hawana umri kama vile wa utoto udogo kwa tafikia mwendo wa miguu, hawawezi, lazima ni wengine. Tawallau, walikwenda zao, wa ayunuhum, na macho yao tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun, macho yanamiminika machozi njia 8 kwa kuwa hawanacho maskini za Mungu cha kuwapeleka kule. Hawa Mwenyezi Mungu amewaondoshea udhuru, amewaondoshea lawama, amewaondoshea jukumu, hawana madhambi. Innama sabilu, ama hakika njia iko kwa watu wengine walioacha kuna vitani wa hum aghniyahu, aliyakuwa na nafasi nzuri za maisha ila akhir al-aya. Kwa hivyo kama rawa Muslim, kama alivyosimulia na Muslim, bi anna rajulan, kwa mtu mmoja qala lin-nabii, alisema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallama, ihmilni, nimekuja mia tunafanyia mpango nichukue na mimi huko. Qala Mtume kajibu la indi, sinacho mimi cha kuchukulia huko. Mtume anakosa kitu cha kumpa mfuasi wake Muislamu kwenda katika safari nzito, safari ya jihad, kupigania dini. Mtume hakuna katika Baitul Mali, hana kitu taabani. Qala rajulun, pale alikuweko mtu chini yake wakati Mtume anamjibu huyu bwana sinacho. Alikuwa na mtu pale pembeni anasikia yale maneno, akamwambia ya Rasulullah, ya mjumbe wa Mwenyezi Mungu, ana atuduhu ala man yahmilu, mimi niruhusu nijulishe mtu kumchukua, mtamsikia fulani kule kanunua farasi kama wale watatu hivi, na kwa hivyo hakuna watu wengi, huyu kama atakwenda kumwahi mtu fulani basi atakuwa atapata kwenda, mimi nitamjulisha, nitamuonyesha nani wa kumpeleka kule. Faqala Rasulullah, hapo mjumbe wa Mwenyezi Mungu akatamka hadithi hii, man dalla ala khairin, basi utamjulisha basi nakwambieni, yoyote mwenye kujulisha juu ya kheri, sio katika nafasi ya jihadi pekee yake, kila aina ya kheri, atakayetoa dalili mtu akipata kheri, hata kumfundisha mtu kushona cherehani ikawa ndio anapata maisha yake, hata kumfundisha mtu kufunga mastaroli karani, ila mwezi anafunga mastaroli ili wale delipeja pesa zao mshahara, basi pia ni kwa maisha yake anakwenda hapo. Man dalla ala khairin, yoyote ile ambaye amejulisha juu ya kheri, falahu mithlu ajri fa'ilihi, atapata yeye ujira mfano wa mtendaji wake kheri. Sababu ya hadithi ile ni kisa hicho. Afadhal alhadith, imetupatia faida hadithi hii alhasu ala sa'i fil khairi, himizo la Mtume juu ya mtu kuhangaika kufanya kheri yeye mwenyewe, wasalalati alayhi, na khalas awe tayari kumjulisha mtu mwingine kheri ile. Sidhana binadamu alivyokuwa mpungufu wa akili na tamaa imemzidi, kuna watu wanakufa na ilmu za matibabu, wanakufa nayo madawa, lakini katu hamuonyeshi mtu, na anajua dawa hii ndio dawa ya kutibu dysentery, na anajua mti huu ukifanya hivi itakuwa ndio dawa ya tumbo kadhaa, basi atakufa nayo hivi, atajuta mbele ya Mola wake siku ya Kiyama, kaacha kitu kikubwa cha kumtakia manufaa.
na unajifungia milango kwa Mwenyezi Mungu ya kheri kwa hakika na baraka, kama unazuia neema yoyote ambayo Mungu amekupa ukaizuia upe nayo. Na kila ukiwa mkarimu, basi Mwenyezi Mungu milango yake anaifungua kwa kiajabu ajabu. Ukizuia anazuia, na ukitoa Mwenyezi Mungu anakupa vile. Kwa ubaya wa roho, asiuogopa mtu kwamba labda atakuwa sawa sawa na yeye kama atakufundisha sawa sawa mambo. Anaogopa kwamba atampita labda siku moja. Na pengine kuna mambo fulani ya kidunia hivi ameweka mbele kwamba anapata yeye kwa sababu ya kujua kule, kwa sababu ya elimu ile. Na nyingine zimekufichwa na elimu za dini, elimu za ibada. Watu wanaotawabisha watu hawasomeshi. Maskini hawatambui kheri iliyopo katika kumjulisha mtu kheri. Wanaotawabisha watu wanawatuma tu kufanya kazi zao za kondeni za nyumbani, hata ni kitu mtumaini. Na kuwaimbisha majimbo tu na makasida na habari, kitu chenye maana hawa wapi. Nguo zinaharibika, zinachanika kwa kukaa sana chini. Hawaonee huruma si za Mungu. Na kitu cha kuwapa wanacho hawatoi. Wanaogopa kwamba labda atakuwa sawa na wao. Kumbe Mwenyezi Mungu ameweka kila usiku uchao katika ardhi hii kuna malaika maalumu kupeleka kwenye ardhi. Malaika wawili. Mmoja anasema Allahumma ati munfiqan khalaqa. Mwenyezi Mungu mpe mwenye kutoa badili yake. Na yule wa pili anasema Allahumma ati mumsikan khalaqa. Mpe mwenye kuzuia maharibiko, kuharibikiwa, kuangamia. Huyu mmoja anaomba mtu apate, na huyu mmoja anaangamiza. Kumbe mtu anaangamia kwa kuzuia kutoa. Ikiwa pesa, ikiwa elimu, chochote kile, anaangamia kila ubaya wao. Anaangamia. Na milango yake ya kheri hajui mtu kwamba kila ukimwaga vile vitu ndio Mwenyezi Mungu anaviongeza zaidi. Ndio Mwenyezi Mungu anakupa makadari makubwa zaidi. Na ukizuia, ukifanya roho mbaya, ndio Mwenyezi Mungu anakufungia milango vile. Akara al-hadith. Hadithi hii imefundisha al-hasu ala sa'i fil khair. Imizo la mtume katika mtu kujitahidi kufanya yeye mwenyewe mema, wadalalati alayhi, kisha kuwajulisha na wengine wema ule. Aambie watu atende nao mtu wema. Lianna al-mutasabbib, kwa sababu yoyote mwenye kusababisha bila amali kitendo asali kisichokuwa tena, lakini yanalu huwa anapata mithla ma yanalu al-fa'ilu, mfano wa yale anayopata mtendaji min al-ajri wa thawabi, malipo na thawabu yeye anapata zaidi. Asifanye mtu mbaya kabisa kafanacho kitu anakijua, amuelimishe mtu. Hadithi ya pili, وعن أبي هريرة رضي الله عنه، نتكلم عن أبي هريرة من يزيد وميراث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومتن كتيما من دعا إلى هدى، mtu yoyote ambaye amewaita watu kwenye uongofu. Daa, kalimatu daa ay hadda alayhi bilfi'li, amehimiza watu juu ya jambo hilo kulifanya. Au alqawli, amewahimiza kwa kitendo, yani kafanya yeye mwenyewe kwanza, au ametamka maneno kuwahimiza watu wafanye hivyo. Huyu anakuwa daa, amewaita watu kwenye kheri. Au ila huda, kwenye uongofu. Na huda ni haqqun wa khairun, kawaita watu katika jambo lilokuwa la haki, si batil. Kawaita watu katika jambo lilokuwa la kheri na sio baya. Basi man daa ila khairin, yoyote aliyewaita, man daa ila huda, aliyewaita watu kwenye uongofu, kana lahu min al-ajri, anakuwa anapata yeye katika malipo mithla ujuri man tabi'ahu, mfano wa malipo anayopata yule aliyemfuata kwenye kheri ile au kwenye uongofu ule. La yanqusu dhalika min ujurihim shay'a, hapapungui katika ujira wao hayo mambo aliyowafundisha au akaonyesha, hakipungui chochote. Waman daa ila dalala, na yoyote aliyewaita watu kwenye upotevu, na dalala yani batilun wa sharrun, ndio dalala hiyo.
na yoyote aliyoita watu kwenye batil na jambo baya, man daa ila dalalatin kana alayhi, inakuwa ni juu yake yeye min al-ithmi, katika dhambi, mithlu athami man tabi'ahu, mfano wa madhambi watakayoyapata wale waliomfuata katika kutoka ule. La yankusu dhalika, hayapungui hayo min athamihim shay'a, katika madhambi yao chochote kile. Rawahu Muslim, hadithi hii ameisimulia al-Imam Muslim. Baada al-hadith imetupatia faida hadithi hii kama 4 hivi. Faida ya mwanzo, anna al-mutasabbiba, ya kwamba mtu mwenye kusababisha bilfi'li, kitendo, wal mubashir lahu, na yule ambaye amekifanya kitendo kile, mutasawiyani fi natijati, wako sawa katika faida kufanya. Yule aliyesababisha kitendo na yule ambaye anakifanya kitendo, mutasawiyani fi natijati, wako sawa katika kupata natija yake, iqaba au thawab, watakuwa sawa kwenye matendo au kwenye thawabu, ikiwa tena au kibaya kile kile. Faida ya pili, ala almuslimi an yatabassara, ni juu yake muislamu aangalie vizuri biawasib al-umuri, mwisho wa mambo haya itakuwa ni mwisho gani. Lolote analotaka kulifanya aangalie mwisho wake, apime, atizame ile faida ya hasara, ile faida ya kutenda jambo lile na hasara yake. Halafu akiona faida, na hususan hapa kwa faida ya akhira, akiona kwamba ni kubwa zaidi, basi atabili. Akiona akhira kwa hasara, upesi yenye nalo, aangalie biawaqib al-umuri wa nataij amalihi, mwisho wa mambo na faida ya mambo yake aangalie. Fayasaa lil khairi, basi akimbilie kufanya khairi, liyakuna qudwatan hasanatan, ili yeye mwenyewe apate kuwa ni kiigizo chema kwa wengine. Faida ya tatu, ala almuslim, ni juu ya muislam vile vile, an yahdhara ad-da'awati as-sa'ifa, atahadhari muislam na miito mbalimbali ilikuwa mibaya, asije akawaita watu yeye kwenye uovu, wala yeye vile vile asikubali kuita bahala mabaya. Na kwa hivyo itabidi asome sana, ajue mambo yalivyo ya kidini kutoka, ili asikaitwa katika jambo baya hali ya kuwa yeye anadhania kuwa ni jema. Mtume anasema, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, Muhammad waambie watu, hamtaki kujulisheni watu wale hasara amali zao, alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, hawa ni wale ambao wamepoteza kabisa juhudi zao na mahangaiko yao katika maisha ya dunia. Wa hum yahsabuna, na wenyewe wanadhani annahum yuhsinuna sunna, ya kwamba wao wanafanya mazuri. Kwa hivyo tutahadhari yeye asiwaite watu katika upotofu, na yeye mwenyewe asikubali kupelekwa tu kama vile imetoa na kwenda tu. Mshairi mmoja anasema, lamma alimtu bi anna qalbi qarihun mimman siwaka, nilipotambua kuwa moyoni mwangu kuna nafasi ambayo inaweza kuwa wazi, akaitalia sio kwa wewe mzuri, akaiongoza, akaipeleka nafsi yangu anataka yeye. Nilipotambua hayo, mala'atuhu bihudaka, nafasi kwenye moyo wangu nimejaza mimi uongofu wako Mwenyezi Mungu. Wa mala'atu kulli minka, na nikajaza kila haja yangu mimi kutokana na amri zako na mafundisho yako Mwenyezi Mungu. Hatta lam ad'a minni makanan khaliyan liziwaka, mpaka mimi nimekuwa sikubakisha nafasi yoyote kwenye moyo wangu ya kukaliwa ikaongozwa na mwingine asiokuwa wewe. Jaza uongofu Mwenyezi Mungu tele kwenye moyo. Akitokea mtu na ufahamu wake basi anaduka kwenye moyo, bado imekuwa pagumu, pana mpenzi nzito, hawezi kabisa kufanya trade kubenya, akatia ushawishi wake pale, hawezi kukupa itikadi yoyote ile mbovu itakuadhisha ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Moyo umekuwa na konflikti nzuri, lakini kama utakuwa mtupu bwana, hata kama atakwambia kwamba Mungu hakuna, kila kitu necha, wa binadamu wote hawa watakaje mpanzi, basi wewe uko kipanzi. Hata kama utaonyeshwa mijambo ya ibada, unapambiwa
wewe usiswali siku zote, hata kama utaacha kuswali siku zote, wewe vizia Ijumaa ya mwisho kwenye mwezi wa Ramadhani, swala zote za mchana kutwa alfajiri, kika pale baada ya Ijumaa pale, Ijumaa ya mwisho ya Ramadhani pale, unapiga alfajiri yako pale, unafahamu vizuri sana bwana, ukishamaliza kusalamu, kim pale pale ya dhuhuri, raka 4, piga sawa kabisa, taratibu kabisa. Ukishamaliza, piga la asiri pale pale, magharibi pale pale, isha pale pale, basi wewe tena makamzima mwingine fanya utakaye. Ngojea Ramadhani nyingine, mwisho wa Ramadhani ndio hapo utafanya hivyo. Na wengine huko mwezi wa Rajabu wamewaekea rakaa kama 10 hivi. Awali ya mwezi, sio katikati bali kitu gani? Hii atapokea mtu kama atakuwa mtupu kwenye moyo wake. Kuna alila ibani ilikuwa mwanachuoni kumshauri watu bwana. Au mutaaliman, au kuwa mwenye kutafuta elimu siku zote. Sikai hivi. Au mustami'an lil'ilmi, au kashifaka usikilize ilmu watu wanasema nini kaje pale. Tukubahatika pengine kusoma utotoni, rudi kitu. Unajionea maandiko tu, unajuta, unasikitika, unapata taabu, unaumia, haidhuru, bado hajakukosa, kashifaka wasikilize wasomao. Na huenda pengine wewe ulikuwa una kitabu, ukafahamu vizuri sana kwa kusoma kitabu. Akili yako ikawa inatambua, inafasiri mambo, inasafiri. Wale na kitabu pale wameshughulika pale unajika hiyo kuja kule. Kumbe hawapo pale fulani, wako kuandika unajika. Lakini wewe umekaa shwari huna kitu, basi bado time mbele nayo. Kaa kitaka usikilize. Hayo kwa hakika. Ama kwa hakika ukitaka ufaidi bwana katika maisha yako bwana Mwenyezi Mungu kuruhusu kuona huko. Kuna wakati mwingi utoki ndani, kabati limejaa vitu, unasafiri ukichomoa umeweka, na kila ukifunguacho unayaona mambo makubwa mno ya kupo na ya kujaa. Ukitaka raha uipate duniani, Mwenyezi Mungu akuwezeshe kufungua vitabu hivi ikawa unaweza kudondoka 2-3. Unafahamu kitu habibu angalau, ama kwa hakika utafaidi sana. Hata wakati wako utakuwa unalindwa vizuri, mabalaa mengi yatakupita nje, muda mwingi unafungua kurasa moja. Ni mzungumzaji mzuri sana huyu vitabu, atazungumza nawe vizuri mno, atakupa mambo makubwa mno. Unaotaepukana na hivi baraza hivi ya kipuuzi kusema watu kugombana, mara visu mkononi, chupa vile kunjwa pigana watu, utaepukana navyo hivi. Utakuwa wewe ni mtu ambaye leo nikawaambia nini watu. Na tembea kwa kutazama kutalicho na chukua watu wanastafidi. Unawapa kitu ambacho baada ya hangaiko Mwenyezi na kuruzuku, unampa mtu kitu arki. Krim anachukua sabina. Sasa basi katika faida zinakupatikana kwenye hadithi hii, ala almuslim ni juu yake Muislam an yahdhara da'awati zaifa, atahadhari na wito mbaya. Yeye asiwaite watu kwenye ubaya, na yeye mwenyewe asiitwe. Kwa nini binadamu na akili yake anaitwa kubaya? Yule anaomwita na akili kama hiyo, na wewe kwa vile akili anakutwika, anakufunga mtu semele na kuwa kama ng'ombe wake kakumiliki. Mwisho anakwambia mtu kwamba sala za Ijumaa ya mwisho wa Ramadhani ndio zitakazokufidia wewe watenda zote, na mtu anakubali hivyo. Na mwingine anaambiwa mtume si bakhili bwana. Ukipika wali pika kweli kwenye maulidi, si bakhili mtume. Wewe hata kama utaacha ibada zote kwa maulidi ya mtume bwana Mwenyezi Mungu bwana. Ukisema maulidi basi bwana nimekuta kila kitu. Mijitu na kitaka haisali chochote, wategemea Mwenyezi Mtume. Hata kufungaje mtu semere kama hiyo, tahadhari na wito huu mbaya. Soma, wasikilize wasomaji, wasema nini? Au mustami'an lil'ilmi, au kuwa mwenye kusikiliza ilmu. Wala takun rabia, tena usije ukajitia kwenye kundi la 4. Si mwanachuoni, si msomaji, si mwenye kusikiliza, wewe uko kwenye hayawani. Fatahali utaangamia. Wayabtaida, na ni juu yake Muislamu ajitenge an quranai su'i, na marafiki wabaya. Liannahu,
kwa sababu yeye Muislamu ajijue, mas'ulun amma yafalu, ataulizwa kwa kila analolifanya, mpaka kusuhubiana na mtu mbaya ni kosa kwako. Usikachukulia ndo mwenzangu, ndo mtihani, ndo classmate wangu ndo kati mmoja, wewe unajua kwa itikadi yako ulionayo ni mtu mbaya, atakutosha. Na hakupotea mtu bwana ila kwa rafiki muovu. Mwenyezi Mungu anasema wa yauma ya'adhu